Ni jambo la faraja kuona kwamba tayari tunao mradi mkubwa unaoendelea unaohusiana na usimamizi na usajili wa ardhi hapa Zanzibar. Utekelezaji wa mradi huu umeanza vyema ukihusisha vipengele mbalimbali vikiwemo ujenzi wa vituo 5 vya taarifa za ardhi, kimoja katika kila mkoa, uandaaji wa rejea halisi za vipimo vya upimaji, uandaaji wa taarifa za msingi za kijiografia na ardhi, upimaji wa mpango mkuu wa matumizi ya ardhi na ubadilishaji wa nyaraka za ardhi kuwa za kidijitali. Vipengele vingine ni mfumo jumuishi wa taarifa za ardhi, usimamizi wa mabadiliko na kuwajengea uwezo watendaji, utambuzi na usajili wa ardhi pamoja na matengenezo na uendeshaji wa mifumo. Mategemeo ya serikali ni kuwa mradi huu utakapokamilika kwa kiasi kikubwa utaondoa changamoto zinazoendelea katika sekta ya ardhi, ikiwemo kukosa mipango thabiti ya matumizi ya ardhi na tatizo kubwa la migogoro ya ardhi. Kukamilika kwa mradi huu kutaiwezesha nchi yetu kuwa na rasilimali ya ardhi inayotambuliwa yote, iliyopimwa, iliyopangwa na iliyosajiliwa katika mfumo wa kielektroniki ili kurahisisha usimamizi mzuri wa matumizi yake. Hatua hii italeta mageuzi makubwa kwenye sekta ya ardhi ya kufanikisha masuala ya usimamizi na matumizi bora ya ardhi hapa nchini. Mtakumbuka kuwa tarehe 20 ya Juni 2026 nilimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika uzinduzi wa awamu ya pili ya kampeni ya masuala ya kisheria ya Mama Samia. Katika taarifa ya kitaalamu iliyowasilishwa katika tukio lile, ilielezwa kuwepo kwa migogoro mingi ya ardhi, jambo ambalo linabainisha ukubwa wa tatizo lililopo katika sekta hii. Hivyo ni matumaini ya serikali kuwa mradi wa LARIS ukikamilika utakuwa ufumbuzi kwa kiasi kikubwa, kama sio kuondoa kabisa changamoto za aina hii. Katika kukabiliana na hali hii, serikali pia inafanya jitihada nyingine zikiwemo za kuwa na programu za utambuzi, upimaji, upangaji na utoaji wa hati na lease kwa wananchi na wawekezaji kote nchini. Programu zote hizi zitakapokamilika, ni matumaini yetu kuwa ardhi ya Zanzibar itakuwa salama na changamoto zinazojitokeza katika sekta ya ardhi zitaweza kudhibitiwa. Napenda kutumia fursa hii kuipongeza tena wizara, hususan Kamisheni ya Ardhi kwa kazi kubwa na nzuri wanayoendelea kuifanya katika kuimarisha usimamizi wa ardhi na kutatua migogoro kupitia mahakama za ardhi na kamati za usuluhishi na utatuzi wa migogoro. Matumizi bora ya ardhi yanatokana na kuwa na mpango bora na endelevu ambayo itabainisha mipaka na umiliki kulingana na aina ya matumizi kwa kila eneo. Kwa mnasaba huo, Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi ina jukumu kubwa la kusimamia sekta hii na kuhakikisha ardhi yote inatambuliwa, inapimwa, inapangwa na inasajiliwa, pamoja na kutoa hati za haki ya matumizi ya ardhi kwa wanaostahiki. Ardhi ni rasilimali muhimu zaidi kwa maendeleo na ni sekta mtambuka. Kutokana na umuhimu wake, hatuna budi kuipanga ardhi tulionayo kwa ajili ya matumizi mbalimbali, ikiwemo shughuli za kilimo, uwekezaji, maeneo ya viwanda, huduma za jamii, masoko, viwanja vya michezo, uwekaji wa miundombinu ya maji na umeme, barabara na huduma za mtandao, pamoja na ujenzi wa nyumba za makazi na za biashara. Wananchi walio wengi, hasa vijana, wanahitaji maeneo ya kujenga nyumba za kuishi. Ardhi tuliyokuwa nayo ni ndogo na haiongezeki na inaendelea kupungua siku hadi siku kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, wakati ambapo idadi ya watu nchini inaongezeka. Zanzibar
ina takriban watu 1,800,000 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Makisio mpaka kufika mwaka wa 2050 tutakuwa na idadi ya watu ifikayo 3,600,000. Katika kukabiliana na hali hiyo, serikali imeandaa mipango mizuri ya kuwapatia wananchi makazi bora na salama ili kwenda sambamba na jitihada za matumizi bora ya ardhi.